Hali ya sintofahamu imetokea katika ukumbi wa Diamond Jubilee ulipofanyika mkutano mkuu wa klabu ya Simba kwa mwaka huu wa 2025. Ni tukio gani? Ungana na mimi mwanzo mwisho. Bwana, kama bado hujasubscribe channel hii, hakikisha unafanya hivyo, comment, share ili watu wengine wapate kujua zaidi. Katika video zinazosambaa mtandaoni, tunaona jinsi wanachama wa klabu ya Simba katika ukumbi wa Diamond Jubilee wakijaribu kutoa shout na kuwa watu wenye mihemko mikubwa kuhusiana na mwenyekiti wao Mangungu, kwa sababu ndio mwenyekiti ambaye kwa mujibu wa katiba ya Simba ndiye waliyemchagua. Sasa kuna vipengele au kuna ajenda ambazo mwenyekiti Mangungu alikuwa anazipitisha yeye mwenyewe bila kuwashirikisha wajumbe waliohudhuria katika mkutano huo. Sasa hii ikapelekea hali ya sitofahamu baada ya kuonekana baadhi ya wajumbe kulalamikia hilo swala na kuanza kutoa kelele zilizoashiria kwamba Mangungu alishe kikao na kikao kingine kipango hili wakae kwa utulivu waweze kutafakari mwenendo wao wa klabu yao ya Simba, kwa sababu wanaona ajenda zinazopitishwa hawaafiki nazo. Na pia ukiangalia wanasema kwamba ajenda kuhusiana masuala ya kifedha kwa mujibu wa katiba yao zinapaswa kuwa na mkaguzi mwingine kabisa kutoka nje ya Mangungu. Yeye ndo mwenyekiti, kwamba hawezi kujikagua mwenyewe, kitu ambacho anakiona hakiwezekani. Kwa hiyo hapo unavyoona kwenye video, sitofahamu hiyo imetokea na kusababisha mkutano huo kuvunjika, ingawa Mangungu yeye anasema kwamba mkutano kwamba umeahirishwa na mambo yamepitishwa. Watu hawajamuelewa Mangungu kwa namna yoyote ile, kwa sababu wanaona Mangungu amepitisha kibabe sana. Bwana, huu ni mpasuko mkubwa sana ambao unatokea au tunauona katika klabu hii kongwe ya hapa nchini Tanzania. Sasa katika siku hii ya leo, tukumbuke kwamba leo ni mechi ya Simba dhidi ya timu kutoka Mali. Sasa je, itaathiri performance ya timu uwanjani kutokana na pilika hizi zinazoendelea katika ukumbi wa Diamond Jubilee? Wote tusubiri tuone muda wa mechi utakapofika, tuone performance ya timu. Bwana, kama bado hujasubscribe channel hii, hakikisha unafanya hivyo.